Na sasa tuelekee nchini Kenya. Ni kwamba Wakenya ambao wanapigana vita kwa upande wa Urusi katika vita ambavyo vinahusisha nchi hiyo na Ukraine wanaripotiwa kuuawa, suala ambalo linaendelea kuzua taharuki miongoni mwa Wakenya. Awali Bedi Jean de la Croix alifanya mahojiano na Martin Wirena ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa, ambapo Martin alianza kwa kufafanua zaidi kuhusiana na taarifa hii ya kusikitisha. Taarifa hii ni ya kusikitisha sana. Hapo juzi tuliweza kuona mama mmoja katika kitongoji moja cha hapa Nairobi ambayo inaitwa Kibera, ambayo ni kitongoji ya chini. Alikuwa analilia haki kwamba kijana wake aliweza kuaga dunia akipigana vita ambavyo sisi wa Kenya hatujui ilianza vipi, walakini juu ya utotole ama juu za shida za baadhi ya vijana humu mchini wameweza kutekiwa advantage na watu fulani ambao wamewadanganya kwamba kuna kazi ya kulipa hela nzuri katika ile nchi ya Urusi, walakini wakifika kule wanageuzwa na kufanyiwa training na kuwekwa katika mstari wa mbele ili kupigana na wale wa Ukraine. Naam. Na je, kuna idadi rasmi ya Wakenya ambao wamepoteza maisha huko ambayo imetolewa na serikali, ngoja niseme kwanza, ya Urusi au ya Kenya moja kwa moja? Hadi kwa sasa hatujapata ripoti kamili, walakini tunaweza kuripoti kwamba watu 300 ambao wametoka nchini Kenya walienda katika nchi ya Urusi kujiunga na jeshi la Urusi, na wale wameweza kuaga dunia ni baadhi ya wale marafiki ambao wameweza kutuma ujumbe kwa familia ya wale wamepata mkasa huo, na hadi wa sasa tunaweza kusema ni mtu mmoja ambaye imeweza kudhibitishwa, na kuna tetesi kwamba kuna wengine 3 pia wameaga, na kuna pia yule alikuwa mkimbiaji ambaye ameweza kushikwa na jeshi ya Ukraine. Hadi wa sasa serikali ya Kenya imekuwa ikijaribu kuona vile anaweza achiliwa. Naam. Idara ya ujasusi ya Kenya ilishindwa kubaini hili. Majuma 3 ambayo imepita, kuna jamaa fulani aliweza kushikwa na kupelekwa mahakamani na kufunguliwa mashtaka ya ulanguzi wa binadamu. Alipatikana pia na baadhi ya vijana zaidi ya 30 ambao walikuwa wamewekwa katika nyumba moja katika mji wa Kitengela, na inasemekana kwamba huyu ndio yule jamaa mkuu ambaye alikuwa anaweza kuwasajili watu ambao walikuwa wanaenda katika hiyo nchi, akiwadanganya kwamba maisha yao itaweza kubadilika. Na kwa kweli vijana hawa wengi ni wale walikuwa wanahudumu katika vikosi mbalimbali vya ulinda usalama, na pia tu vijana wale wa mtaani ambao hawana ujuzi wote wa kupigana. Asua kama yule ameweza kuaga, aliweza kumtumia mama yake ujumbe wa sauti katika WhatsApp akisema kwamba anaenda katika shughuli, yani mission ya vita hii leo, na akiweza kufa basi mama yake aweze kupiga nambari fulani ili aweze kufidiwa. Inasikitisha sana kuona vijana wachanga ambao walikuwa wameahidiwa hela nyingi kwenda kupigana na kufa katika nchi ya watu ambao hatuna ufahamu hata kidogo. Katika mambo ya ujasusi kidogo inasikitisha kwamba kuweza kugundua njama hii ya kuwalaghai ama ulanguzi wa watu hadi katika nchi ya Russia. Kidogo naweza sema kwamba ujasusi kidogo ulituangusha. Naam. Na serikali ya Kenya imechukua hatua gani mpaka sasa kufuatilia na kuchunguza tukio hili? Serikali ya Kenya sasa imeweza kunoa makali na kujaribu kuziba wale wanasafiri katika nchi ya Urusi. Kuanzia sasa itakuwa vigumu sana unless uko na shughuli ambayo wewe iko wazi, walakini ambaye sasa anajaribu kusafiri katika nchi ya Urusi ama Ukraine, basi hataweza kusafiri. Na pia wananchi pia wameweza kumwomba, na pia mimi kibinafsi naweza kumwomba yule waziri mkuu ambaye pia ni waziri wa masuala za kigeni aweze kujaribu kwa haraka na kuwarejesha ama kuona wale wenzetu wote ambao wako katika ile jeshi ya Urusi waweze kurudi manyumbani wakiwa hai, bali wasingojee msiba iweze kuwapata pale. Ukitazama kwamba ile vita mara nyingi unaona wale nchi ya Ukraine wanatumia zile drones, na si ati unapigana na mtu bali unapigana na drone na hujui itakupata wapi. Naam. Una pengine ubalozi wa Kenya ulio nchini Urusi, mpaka sasa unafanya nini kuhakikisha kwamba wale ambao bado wako hai vile vile wanasafirishwa hadi nchini Kenya? Katika ubalozi na katika wizara ya nchi ya nje ambayo ni foreign
Ministry imesema na kwa wametuma kwa ujumbe kwamba waweze kujaribu kutafuta ama kunakili wale wote ambao wako katika ama wale wote walijiunga na jeshi ya Urusi kujaribu kupigana ile vita, waweze kujulikana ni akina nani na kutafutwe njia wale kuweza kurudishwa. Serikali ya Kenya na Urusi iende katika mazungumzo na kurudisha Wakenya wetu ili wasiweze kuzidi kuangamia. Naam. Tumalizie na swali la mwisho, na ndo swali muhimu kulikweli. Baadhi ya watu wanasema kwamba huenda ukosefu wa ajira ni sababu kubwa sana ambayo inapelekea vijana hao kwenda huko kufanya hayo ambayo yanaendelea huko nchini Urusi. Pengine serikali hili swala la ajira inalifikiriaje kwa vijana pengine? Kwa kweli swala la ukosefu wa ajira Kenya na hata barani Afrika nzima ni donda sugu sana ambayo serikali ya taifa la Kenya linafaa kushughulikia kwa haraka. Bali na kupiganaji kati ya Urusi na Ukraine, kuna hata wale wa Kenya waliweza kwenda kujiunga na vikosi kama za Al-Shabaab, wakidanganywa kwamba wataweza kupatiwa hela za kutosha, familia yao wataweza kufidiwa na kadhalika. Walakini mara nyingi ukiona hii ni mambo ya porojo, ni propaganda tu. Unafurahishwa kwenda kufanya shughuli fulani, bali ukifika pale unapata mambo ni tofauti. Ni uchochole, tunasema ni uchochole wa vijana ambao wanateseka, ambaye hana chakula, hana chochote, anaambiwa kwamba ataenda apate kama milioni, atapata pesa za kutosha, walakini akifika pale ni sivyo. Si pale Ukraine peke yake, si pale Somalia peke yake. Kuna pia wale wadada zetu na ndugu zetu wanakwenda katika nchi ya Uarabuni kama pia vile Saudia, Qatar na hata Emirati, wakiahidiwa kwamba wataweza kufanya kazi nzuri. Wakifika pale wanapata kazi zile, hiko ni kazi za yaya ambayo si hiyo ambayo ilikuwa katika mikataba. Unapata wengi wameuza vitu vyao hapa, wawezi kupata tiketi ama kupata nauli na kulipa yule agenti hela yake. Inakuwa changamoto kwa serikali, inafaa iangalie na kwa haraka sana waweze kuangalia vile ukosefu wa ajira wa vijana wa taifa la Kenya litaweza kumalizwa, ili tusikuwe na shida kama ambayo tunashuhudia kwa sasa. Naam. Martin, shukran. Asante.